Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Jeremia Daniel, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi, lakini pia ni member wa fellowship ya USSF Ardhi. Ninasoma kozi ya ESM, Environmental Science and Management, mwaka wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Agnes Jonas, ni member wa USSF Ardhi, ninasoma Quantity Survey mwaka wa kwanza, na pia ni mara yangu ya kwanza kushiriki mission ambayo imefanyikia katika mkoa wa Lindi katika kijiji cha Makangaga. Kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya mission hii. Ni mara yangu ya kwanza kushiriki kwenye huduma hii na nimejifunza mambo mengi kupitia huduma hii na nimebarikiwa sana. Nimejifunza mengi. Jambo la kwanza katika mission ambalo nimejifunza na nimebarikiwa nalo sana, nimepata nafasi ya kujitafakari mwenyewe katika huduma hii ya mission. Nimejitafakari mwenyewe kuhusiana na maisha yangu ya kabla na maisha baada ya kuja huku. Nimegundua kuna tofauti kati ya maisha nilikuwa naishi chuo na maisha halisi ambayo nimekuja kuyatumia huku. Katika mission hii hapa Makangaga nimejifunza mambo mbalimbali. Cha kwanza nimejifunza ushirikiano. Kwa kweli nimepata muda mwingi wa kushirikiana na watu na kuweza kuwajua, ambapo kabla hapo nilikuwa sijapata nafasi hiyo. Kingine katika mission hii nimejifunza swala la kuomba sana kwa bidii. Yaani imenisaidia kukua katika imani. Kwa kweli sisi kule tulikuwa tunaomba tu ile kawaida, lakini toka tumefika hapa maombi yamekuwa kipaumbele na muda mwingi tumetumia katika kuomba. Saa nyingine tulikuwa tunaamka usiku, saa 6, saa 7 tunaamka tukiomba. Kwa kweli sikutarajia kama ingekuwa hivyo, lakini kwa neema yake Mungu imeweza kufanyika hivyo. Kitu kingine nimejifunza kuwa na upendo kwa wanakijiji, upendo baina ya watu na watu. Namshukuru Mungu kwa hilo. Muda mwingi ninapokuwa kule chuoni ninatumia kwa ajili ya mambo yangu ya kawaida, lakini nilipokuja huku nimetumia muda mwingi sana kwenye masuala ya kimungu, kwenye huduma za kimungu. Kwa hiyo hilo limenipa sana mimi advantage ya kiroho. Nimekuwa kiroho, nimepata muda mzuri wa kujifunza neno, nimepata muda mwingi wa kuomba, nimepata muda mwingi wa kuzifanya kazi za Mungu. Kwa hiyo katika hilo namshukuru Mungu sana, nimejifunza. Lakini pia jambo la pili, nimejifunza mengi kuhusiana na hawa watu ambao tulikuwa tunawafanyia huduma. Jambo la kwanza nimegundua kwamba yapo matatizo mengi kwenye jamii ambayo haelezeki, na haya matatizo sehemu pekee ya kutatulika ni kwa Yesu. Kwa hiyo muda mwingi jamii yetu inakuwa na matatizo mengi ambayo yanahitajika tuyapeleke mbele za Yesu ili aweze kuyatatua. Kwa hiyo kupitia mission hii nimepata mambo mengi sana ya kwenda kuyaombea, hata ninapokuwa peke yangu tofauti na eneo la mission, au ninapokuwa nyumbani, au ninapokuwa kufanya maombi yangu. Nimeona kwamba jamii na matatizo mengi, na si jamii tu. Kupitia jamii nimepata kugundua kwamba inawezekana ni jamii yote. Kwa hiyo nimepata mambo mengi sana ya kwenda kuyafanyia kazi huko ninakwenda. Lakini pia nimebarikiwa na vitu vingi kuhusiana na huduma zilizokuwa zinaendelea hapa mission. Nimebarikiwa na ratiba kiujumla, na kipekee namshukuru Mungu.
duniani kutuunganisha sisi wanadamu na Mungu wetu ambaye mwanzoni sisi Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Paulo Kristiani Kuboja Ndaro. Ni mwenyeji wa hapa Makangaga na ni Mkristo, lakini kwa wakati mwingine tena kwamba nina familia ya mke mmoja na watoto wawili. Watoto ni mmoja wake, mwingine ni me. Hivyo basi tuko ndani ya kijiji hiki takriban sasa ni miaka 12 tukiwa mahali hapa Makangaga. Lakini ujio wetu mahali hapa ni kwamba ni kutokana na ajira za walimu teki ya 2013. Na tulipofika mahali hapa, changamoto tuliyoipata ni kwamba hapakuwa na dhehebu lolote la Kikristo, isipokuwa kwamba kulikuwa kuna dhehebu moja la Kiislamu ambalo jamii ya mazingira ya huku ndo asilimia kubwa kwamba wao ni Waislamu. Hivyo basi tulipata shida sana, na baadaye tuliamua kuingia kulitokea kanisa moja washarika wa EAGT. Basi tulijaribu kuungana nao ili mradi kwamba tujaribu kuwa tunakwenda kufanya maombi na kuhudhuria ibada zao mahali pale, ili na sisi kwamba tuwe tunakomaa, tusije tukapotea moja kwa moja. Hivyo basi tunamshukuru Mungu kwamba mnamo mwaka 2022 ndipo walipokuja mahali hapa Wakristo wa KKT, walipoleta mkutano wa Injili hapa shuleni. Basi na sisi tulifarijika na tukaona kwamba Mungu wetu bado yuko pamoja na sisi, baada ya kutuona kwamba kumbe bado tunamhitaji Mungu. Hivyo basi baada ya hapo baada ya kupatikana Wakristo wa dhehebu la KKT, ndipo ulipokuja kupatikana na uwanja mahali pa kujenga kanisa. Na uwanja huo ulitolewa na Mkristo mmoja ambaye naye alikuwepo mahali hapa, lakini hakutambulika kwamba ni Mkristo. Lakini juu ya ule mkutano ndipo alipokuja kujidhihirisha kwamba ni Mkristo wa KKT, na akaamua kutoa sehemu ya eneo lake kwa ajili ya kwamba pajengwe kanisa. Tunamshukuru Mungu kwamba usharika wa KKT Kilwa Masoko uliungana ukatengeneza mtaa mahali hapa Makangaga, ambapo panaitwa mtaa wa Mageuzi Makangaga KKT, na ndipo zilinunuliwa nguzo za miti na yakaletwa mabati 30, basi pakajengwa kanisa. Hivyo tukaendelea kuwepo mahali hapa, tunaendeleza. Lakini changamoto tulizo nazo ni kwamba baada ya huo mkutano kuondoka na wale walioamini na wengine waliopata ubatizo, basi tukao tumeendelea nao, lakini wengine wakawa wamerudi nyuma, wakawa wameacha. Hivyo tukaendelea na kumuomba Mungu kwamba atusaidie tusije tukapotea wote. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba tunapokwenda ibadani tunakuwa Wakristo 11. Hivyo tunajikuta kwamba tuko 3 na wako 4, na watoto ndo wanakuwa ni wengi kama watoto 7. Hivyo tunapenda kumshukuru Mungu tena ndani ya miaka hii miwili toka 2022 leo 2025 tena Mungu ametuona
tunamshukuru Mungu kwa ujio wa hawa vijana kutoka Chuo cha Ardhi Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuleta ujumbe wa Mungu kwa jamii ya watu wa Makangaga. Pia tunamshukuru Mungu kutoa kibali kuwaruhusu wao kwa kujitoa kwa mioyo yao kuja katika mazingira haya. Maana watu wengi wanapofika mazingira haya wanakuwa wanaogopa kutokana na hali ya uchumi ilivyo na hali ya mazingira ya kiroho jinsi yalivyo, na hata mambo mengine, changamoto za maadui, shetani, basi wanaamua kurudi, wengine wanaogopa. Hivyo tunapitia wakati mgumu, hasa tunapokuwepo kwenye jamii ya wenzetu hawa Waislamu. Itikadi zao na itikadi za Wakristo vinakuwa ni vitu tofauti. Ina maana hivyo tunamshukuru Mungu anaendelea kutupigania na kutulinda mpaka ikafikia ya kwamba sisi mahali hapa inawezekana kwamba ni kanisa la Freemason, kwa sababu kwamba tumepata uwanja mapema na kanisa limejengwa tena la bati, na bado hatujajenga boma, lakini sisi tunamshukuru Mungu kwamba tunapopata ugeni kama huu, hivyo tunazidi kufarijika na tunajua kabisa Mungu yuko pamoja na sisi. Na kitu kingine ninachokishukuru kwa ujio wa hawa vijana ambao Mungu amewatuma kwa ajili ya kuja kuleta ujumbe. Hivyo na sisi tumefarijika, tumewapokea na tuko pamoja nao. Lakini changamoto wanazokutana nazo, basi najua kwamba kila kitu kinawezekana. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Hata Yesu mwenyewe alikutana na changamoto, hata mitume wengine nao walikutana na changamoto. Na bila kupata hizo changamoto, ina maana hauwezi kujua ya kwamba imani yako imekomaa vipi kwa maelezo na maneno ya Mungu katika Biblia. Hivyo baada ya kuja hapa, mimi nilichojifunza baada ya kufika, kabla hata neno la Mungu halijaanza kuongelewa na kabla ya watu wenyewe hawajatambua ya kwamba hawa ni wakina nani na ujio wao ni nini, mimi niliona ndani ya moyo wangu kwamba tayari kijiji hiki kimetaharuki. Maana hawajawahi kupata ugeni mkubwa wa jinsi hii katika kijiji hiki, na tena ni vijana wadogo, hakuna wazee. Ukiangalia umri wao ni kama wanaendana. Sasa hapo siwezi kujua wao walikuwa wanafikiri kwamba ni nini, aidha mji wao umevamiwa. Lakini baada ya kufika, wao walitambua tu ya kwamba hawa ni wageni wa Mwalimu Kankiza, hawa ni wageni wanaenda kwa Baba Jeni. Wakatambua ya kwamba kumbe hawa ni dhehebu la Baba Jeni na Mama Jeni, ambapo sasa sisi wanatutambua ya kwamba ni KKT. Hivyo walivyofika mahali hapa, tuliwapokea tukawa pamoja nao. Ndipo sasa watu walipokuja kutaka kujua ya kwamba wamekuja kufanya nini na lengo lao ni nini. Lakini tunamshukuru Mungu, ibada ya Jumapili na mkutano wa jioni wa siku ya Jumapili, ndipo kila mmoja sasa alitambua. Na mshituko ndani ya mioyo yao, wengine na hisi walianza kushituka kwamba sasa ujio wa hawa kutatokea nini baada ya mambo haya wanayoyaendesha. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba tunapokuwepo pale kwenye mkutano, wanaendelea kuja watu, wanasikiliza, wanajifunza, wengine wanaamini. Ijapokuwa kwamba kuna vikwazo wanavyokutana navyo, kila mmoja hawezi kusema moja kwa moja kwamba mimi ngoja nije, lakini nafikiri kila mmoja anatambua kutoka imani fulani kwenda imani fulani, au kuacha maagano fulani kwenda kwenye maagano fulani, panakuwepo na ugumu. Kwanza unaanza kuangalia faida na hasara ya maagano yale ambayo tayari uliyoyafanya mara ya kwanza. Nafikiri hicho ndicho kinachosababisha ya kwamba hawa ndugu zetu wa upande wa pili kutoa maamuzi ya moja kwa moja kwamba aache maagano aliyoagana na Mungu wake wa huku, kuja kutoka kwenye Uislamu kuja kwenye Ukristo. Hapo ndipo sasa kuna mshituko, maana anajua kuna baba yake, kuna kaka yake, kuna shangazi yake na kuna wajomba zake, kwamba watamsemea nini. Lakini sisi wa Kristo kunapokuwa tayari tumekwisha kuamini,
tunajua hata neno la Mungu linasema imani inakomaa baada ya kukutana na majaribu. Usipopata majaribu, basi ujue imani yako inakuwa tayari imekufa. Wewe ukiwa unaona tu hauna jaribu lolote, basi unajua kwamba imani yako bado haijakomaa. Lakini unapokutana na majaribu, ndicho kipimo cha imani. Hivyo tunamshukuru Mungu tena, na sisi tunajua ya kwamba ujio wa Hawa tuna sisi kuna kitu ambacho kimeongezeka ndani ya mioyo yetu na katika akili zetu na katika fikra zetu, kwamba kumbe tunapokuwa Wakristo au tunapokuwa watu ambao tunaomwamini Mungu, tunatakiwa tuwe kitu kimoja, tunie mamoja, wenye mawazo mamoja, na tukifanya kazi kwa pamoja. Na mimi nimejifunza kwamba toka tumefika, uwezi ukatambua ya kwamba kazi fulani ni ya wanawake, kazi fulani ni ya wanaume. Ninachokiona kwamba wote wanashare kazi zote. Kwenye kuhubiri, wanahubiri wa kike, wanahubiri wa kiume. Kwenye kuosha vyombo, wanaosha wa kike, wanaosha wa kiume. Kwenye kupika, wanapika wa kike, wanapika wa kiume. Wote wanakuwa kitu kimoja. Hivyo basi ninamshukuru Mungu kwamba kile alichokiweka ndani ya moyo wake, basi na sisi amekuja kukipandikiza tena tuendelee, kisije kikaondoka. Hivyo ninapenda kumshukuru Mungu kwa yote hayo ambayo yanayoendelea. Hivyo ninajua ya kwamba baada ya Hawa kutoka, tutajua ni nini kitakachofuata ambacho Mungu amekisimika ndani ya kijiji hiki au ndani ya jamii ya watu walioko mahali hapa. Ukianza kuangalia kwamba mtu anaacha kazi yake, aidha anatoka shamba, anakuja kusikiliza mkutano ambao ni wa imani tofauti na ile aliyo nayo, basi ujue kwamba Mungu amemsukuma. Ina maana kwamba Mungu amemsukuma, amemwambia nenda pale ukasikilize, lakini yeye anakuwa hatambui ya kwamba aliyempeleka pale ni nani. Lakini kumbe Mungu mwenyewe kwa makusudi yake amemleta ili kesho na kesho kutwa ya kwamba niliwatuma watu wangu, lakini uliwasikiliza, ukutekeleza. Nilikuagiza uende, hukwenda. Lakini kwa hali hiyo ya kuja na kusikiliza, basi ninajua moja kwa moja ni kitu ambacho kinapandikizwa ndani ya mioyo yao. Mungu ndiye mwenye kukuza imani iliyomo ndani yake. Hivyo basi napenda kumshukuru kwa haya. Kitakachoendelea tutakuwa pamoja na Mungu, najua atatuwezesha, tutamaliza salama. Bwana Yesu asifiwe. Na maana zake. Nisikie? Ndio. Na au na maana zake. Haya, nao ya kwanza, shika usukani. Maana yake ni nini? Kuongoza jambo au watu kufanya jambo fulani. Yaani kwa sauti. Shika usukani maana yake nini? Kuongoza jambo au watu kufanya jambo fulani. Tia kwa maana yake kufanya kitu zaidi. Ongea kwa mikono miwili maana yake kuongea kitu kwa heshima bila kinyongo. Nilikuja mwanzoni hapa kwenye mamoja, makumi na mamia, si ndio? Ndio. Sasa Trust in the Spirit.
Yes. Nina sababu ya kukusifu Yahweh. Yeah, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. Nina sababu ya kulisifu jina lako Bwana. Yeah, sema nina sababu ya kukusifu Yahweh. Nina sababu ya kukusifu Yahweh. Mara ya mwisho sema nina sababu ya kukusifu. Nina sababu ya kukusifu Music, come on. Ay, 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 ay. 1, 2. Everybody now. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Ndio. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Alizaliwa kwa tabu yeye, walitaka kumuangamiza. Walizani ni mtu wa kawaida, hawakujua kuwa yeye ni Mungu. Yes. Walizani ni mtu wa kawaida. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Alizaliwa kwa tabu yeye, ndio walitaka kumuangamiza. Hawakujua kwamba ni Mungu, hawakujua kuwa yeye ni Mungu. Walizani ni mtu wa kawaida. Sema hakuna kweli, hakuna aliye mwanaume kama Yesu. Sema hakuna kweli, hakuna aliye mwanaume kama Yesu. Yeah, hakuna kweli, hakuna aliye mwanaume kama Yesu. Sijaona kama Yesu. Hakuna kweli, hakuna aliye mwanaume kama Yesu. 1, 2, look at you. Celebrate. Select.
look at you, 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 look at you. Wewe, 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 wapi kelele kwa Yesu? Kelele kwa Yesu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima. Kama nisoma Yesu astahili heshima. Sema tena 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 Yesu astahili heshima. Sema Yesu astahili heshima. Sema tena Yesu astahili heshima. 1, 2, 3, 4. Everybody. Tunaenda kucheza na Mayton. 1, 2, na Chris. Afu. 1, 2, si twende. Twende. 1, 2, si twende. Everybody join. Tunainama, tunainuka, twainua mikono. Say tunainama, tunainama. Tunainama, tunainama, tunakuabudu kwa tunainama,
tunainuka, twainua mikono. Kwa jina naitwa Mchungaji Francis Mandamu, ni mkuu wa jimbo kanisa la KKT jimbo la Kaskazini Mashariki. Inahudumu Kilwa yote kwa mipaka yetu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Somo la ufunguzi nimelichagua kutoka kitabu cha Marko mtakatifu mlango ule wa 10 mstari ule 46 hadi ule mstari wa 52. Unaposoma katika maandiko hayo ambayo nimesema, utakuta kuna watu watatu ambao wanazungumziwa katika kifungu hicho ambacho nimesema. Tutasoma kwa wakati wako. Jambo la kwanza, unakutana kipofu Bartimayo, ambaye yeye alikuwa ni kipofu lakini alikuwa ni muombaji, akiomba vitu vya mwilini kulingana na hali yake, ulemavu wa macho. Kwa hiyo wakati wote aliweza kukaa mahali ili kuweza kuomba kwa watu ambao wanapita kando ya njia, ili waweze kumsaidia kwa sababu amekuwa mlemavu wa macho. Lakini katika hali yake hiyo ya ulemavu wa macho, alikuwa anasikia habari ya mtu mmoja, mwanaume mmoja ambaye anafanya huduma hiyo katika kusaidia watu maisha ya kimwili, kiroho na kiakili. Nafsi yake ilitamani sana ili aweze kukutana na huyo Yesu, lakini katika kukutana kwake alitamani apate kuona, awe na sawa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku moja Mungu anataka kudhihirisha uungu wake, anapita mahali ambapo Bartimayo amekaa. Anatamani Mungu ampitie au Yesu ampitie aweze kuona. Anapiga kelele kumuita Yesu ili aje amhurumie au amponye katika tatizo lake la macho. Wanafunzi wakamzuia. Inawezekana katika safari hiyo wanafunzi waenda kumwambia, ndugu tulia, hapa sisi tuko na bwana mkubwa, kwa hiyo usimsumbue, sisi tuache tuendelee safari yetu, wewe endelee kukomana maisha yako. Inawezekana ilikuwa hivyo. Lakini kwa ujasiri wake hakuacha kusema au kumlilia huyo Mungu aje amhurumie. Wakati wote anajaribu kujionyesha kwamba anahitaji kubwa sana ili aweze kukutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa Yesu anaposikia sauti ya huyo mtu, anaomba sasa wamsogeze huyo mtu kwa Yesu ili aweze kumtendea lile hitaji lake ambalo alitamani akutane nalo. Anapokutana na kipofu Bartimayo, anamuuliza, unataka nikutendee nini? Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakuhangaika na kitu chochote na wala hakutaka maelezo yote. Anasema ninataka kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinaweza kutusaidia katika mkutano huu kwa siku zote 8 ambazo tunataka kuishi mali hapa, tunahitaji kukutana na Yesu. Tunahitaji kuponywa na Yesu. Tunahitaji Yesu atutendee mambo makubwa ambayo sisi hatuwezi kwa nguvu zetu na hatuwezi kwa akili zetu. Tumefika mahali tumesema hakika hapa tuwezi. Tunamhitaji Bwana wetu Yesu Kristo ili atuondoe katika kongwa hili au tuondoke katika tabu hii ili tuishi maisha ya raha na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuendelee kutupa afya, aendelee kuzungumza na sisi katika maisha yetu kila siku. Nafsi zetu zikapate kupona ili huyu Yesu ambaye amekuja kutangazwa mali hapa, kila mmoja afanye maandalizi ya kumpokea Yesu Kristo
kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na Mungu awabariki sana. Na sasa naomba nifungue rasmi mkutano huu. Naomba nifungue mkutano huu rasmi katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Mungu ipo mahali hapa jioni ya leo. Neema ya Mungu ipo mahali hapa. Neema ya Mungu ipo mahali hapa. Amini ya kwamba Mungu ataenda kufanya jambo. Amini ya kwamba Mungu ataenda kufanya jambo. Amini ya kwamba Mungu ataenda kufanya jambo. Wewe uliyepo mahali hapa, mkaribishe na mwingine, mwambie aje katika siku nyingine za mkutano. Inawezekana ya kwamba kuna kijana anatembea huko, hajajua kama kimbilio lipo mahali hapa jioni ya leo. Inawezekana kuna mwingine yupo katika pulpebo anacheza, lakini tunataka kumwambia kwamba neema ya Mungu ipo mahali hapa jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Sema Mungu yupo hapa. Mwambie jirani yako, mwambie Mungu yupo hapa. Na tukishamweka hapa hatatoka tena. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tukimtangaza Mungu mahali hapa hatatoka tena. Ni jambo la kuandaa moyo wako kwa ajili ya kumpokea Mungu. Na nataka nikwambie kwamba Mungu akishaingia katika maisha yako, hakuna mtu mwingine tena wakuja kumtoa. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maandiko ya Biblia yanatuambia kwa namna gani ambavyo mwanadamu alipotea katika dhambi. Mwanadamu aliingiaje katika dhambi? Mwanadamu aliingiaje katika shimo lile la dhambi? Maandiko yananiambia kwamba naye nyoka alikuwa mwerevu. Naye nyoka alikuwa mwerevu. Tujue kabisa kwamba nyoka katika Biblia amechukuliwa aina ya Shetani, amechukuliwa kama adui wa mwanadamu katika maisha yake. Maandiko yanasema kwamba naye nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana. Bwana asifiwe sana. Jua kwamba kabisa adui siku zote anapokuja katika maisha ya mwanadamu, hawezi kuja kwa namna ambayo utaweza kutambua huyu ni adui. Hapana. Adui akija katika maisha yako, atatafuta namna ambayo akiingia katika maisha yako atakushawishi wewe pamoja na familia yako uweze kudondoka katika dhambi. Na ndio hivyo hadi leo katika maisha yetu wa Kristo. Adui akija katika maisha yako, adui akija katika maisha yako, lazima atatafuta namna ya wewe kuingia katika mfumo ambao anataka ili aweze kukupoteza. Atakuja atakwambia wewe mama, kudanga sio dhambi. Bwana asifiwe sana. Atakuja katika maisha yako atakwambia kijana, uzinzi sio dhambi, kwa maana ukifanya hautakufa. Atakuja atakwambia wewe dada, kuchukua mabwana wa watu sio dhambi, kwa maana hautakufa. Biblia inazidi kuniambia kwamba baada ya Hawa kuambiwa kwamba hayo matunda watakapokula hawatakufa, Shetani akazidi kumwambia kwamba utakapokula mtafunguliwa macho yenu, nanyi mtakuwa kama Mungu, mtajua mema na mabaya. Ndivyo hata hivyo katika maisha yako wewe ya leo, kuna muda unaweza ukaona kabisa unachokifanya sio dhambi. Unachokifanya sio dhambi. Unaona kabisa kitu ambacho unakifanya ni halali kwa ajili ya maisha yako. Unaona kitu ambacho unakifanya ni halali katika maisha yako, na umekichukulia kile kitu kitawale maisha yako, kana kwamba hakuna tatizo lolote ambalo litakukuta katika maisha yako kama usipoacha kuendelea. Bwana asifiwe sana. Na mimi nataka nikwambie kwamba dhambi ambayo unaifanya, mtego ambao upo sahi, una madhara katika maisha yako, una madhara katika maisha yako, una madhara katika familia yako, una madhara kwa watoto wako. Unaweza ukafanya sasa hivi na ukaona kabisa hakuna shida, lakini tambua ya kwamba unawaingiza wengine katika matatizo ambayo hawapo. Angalia, dhambi ya Adam na Hawa ndio ambayo imesababisha mtafaruku kati ya wanadamu na Mungu mpaka leo hii. Wewe ukai ujiulizi, kama Hawa asingekula, wewe leo hii ungekuwa wapi? Ungekuwa unafanya nini? Lakini nataka kukuambia kwamba dhambi ambayo ilifanywa kipindi cha Adam na Hawa ndio ambayo inakusababishia wewe matatizo, ndio ambayo inakusababishia wewe kuingia katika laana za ukoo, ndio ambazo zinakusababishia wewe kuendelea kufanya dhambi, ndizo ambazo zinakusababisha wewe usitoke katika shimo ulilopo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hili neno la Mungu limetumwa kwako jioni ya leo ya kwamba Yesu anakupenda sana. Yesu anakupenda sana. Yesu anataka utoke katika dhambi uliopo. Yesu anataka utoke katika shimo ulilopo. Yesu anataka utoke katika mtego ambao kwa hali ya kibinadamu uwezi ukatoka. Yesu anataka utoke katika shimo ambalo upo sahi. Neema ya Mungu ipo mahali hapa jioni ya leo.
Neema ya Mungu ipo jioni ya leo kukuambia ya kwamba Mungu yupo mahali hapa. Mungu yupo mahali hapa, na Mungu akiingia katika maisha yako hakuna kitu chochote ambacho kitakutoa karibu na Mungu. Mungu akiingia katika maisha yako hakuna nguvu yoyote ya shetani itakayokutoa kwa Mungu. Neema ya Mungu ikitawala maisha yako ndio ambayo itakusaidia katika mahitaji yako. Neema ya Mungu ikisimama katika familia yako hakuna mtu atakayeloga familia yako. Hakuna mtu atakayekurudisha nyuma. Hakuna mtu ambaye atazuia watoto wako wasisome. Hakuna mtu ambaye atazuia usielewe. Hakuna. Neema ya Mungu kiingia katika maisha yako, amini ya kwamba Mungu atakutoa katika giza ulilopo. Kuna ndoto nyingi unaota usiku, unaota unakimbizwa. Hizo ndoto sio zako. Hizo ndoto sio zako. Nataka kukuambia ya kwamba neema ya Mungu ipo mahali hapa. Neema ya Mungu ipo mahali hapa. Neema ya Mungu ipo mahali hapa. Neema ya Mungu imekuja kukutoa huko ulipo. Neema ya Mungu imekuja kukutoa huko ulipo. Neema ya Mungu imekuja kukutoa huko ulipo. Neema ya Mungu imekuja. Neema ya Mungu imekuja kukutoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yamkini kuna ugonjwa ambao uko ndani yako. Sikiza nikwambie, hautaweza kupokea uponyaji ikiwa roho yako haijakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa moyo wako haujakaa vizuri, hauwezi kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kaniambia kwamba, unajua dada yangu, mimi kuna kitu kilikuwa kinanisumbua, lakini nimepita kwa waganga, nimeenda kwa wachawi, nimeenda sijui kwa shirikina, nimeenda sijui hospitalini, nimeenda kwenye makongamano ya maombi, nimeombewa, nimebandikwa mikono, lakini bado sijapona. Sikiliza nikwambie, moyo uliojeruhiwa hamna namna ambayo itapokea uponyaji mpaka patakapokuwa na uponyaji kwanza ndani ya roho yako, ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wanadamu, tunaishi hapa duniani. Kuna mambo mengi ambayo yanatumiza moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na maumivu ya moyo, hakuna anayeweza kutibu maumivu ya moyo. Maana hakuna kipimo ambacho kinaweza kuonyesha maumivu ya moyo. Na kwa habari hiyo, tunateseka siku hadi siku. Maana hatujui chanzo ni nini. Lakini sikiza nikwambie, chanzo cha mateso ni moyo ambao umeumizwa. Sikiliza mama yangu. Ni kweli kama umeumizwa. Ni kweli kama alikuumiza moyo wako. Lakini sikiza nikwambie, kama usipokubali kuachilia madhabahuni pa Bwana, kama usipokubali kuachilia hiyo maumivu hapa madhabahuni pa Bwana, sikiza nikwambie, Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maumivu hakuna mtu yote anaweza kutibu. Haya maumivu hayawezi kutibika. Hakuna dawa inaweza kutibu haya maumivu. Sikiza ndugu yangu, hakuna dawa yoyote inaweza kutibu maumivu hayo. Maumivu ya kuchezewa, maumivu ya kuachika, maumivu ya kuchezewa. Hakuna mtu yote anaweza kutibu zaidi ya damu ya Yesu Kristo, zaidi ya Kristo Yesu, zaidi ya mwanaume Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakupenda. Ndio maana ameacha neno hili siku ya leo. Anataka utendie uponyaji ndani yako. Kuna magonjwa ambayo yanakutesa wewe mama yangu. Kuna magonjwa ambayo yanakutesa bibi yangu. Kuna magonjwa yanayokutesa dada yangu. Kuna magonjwa yanayokutesa kakangu. Unatamani upone. Unakienda kwa mganga akupata wahimu. Ukienda leo anakubadilishia. Ukienda hivi anakubadilishia hizi. Sikiza nikwambie, uponyaji wako uko kwa Yesu. Shughulika na mambo ya rohoni, acha na mambo ya mwilini. Acha kuhangaika kwa waganga. Utamaliza pesa zako. Acha kuhangaika, utabaniza fedha zako. Sikiza nikwambie, unaenda nakwambia, chukua hii rizi itakulinda. Sikiza nikwambie, hakuna rizi inaweza kukumlinda mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna rizi inaweza kukulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo utakwenda kuwekea rizi moja. Kesho ukienda utakwambia kwamba ile rizi ulifunga vibaya. Ngoja nikubadilishie rizi, nikufunga kiunoni. Atakufunga kiunoni. Baada ya miezi mitatu akakwambia, njoo uibadilishe tena. Ukienda kuibadilisha tena, anakwambia maneno yale kila siku yale. Sikiza nikwambie, huo ni uongo. Anataka kupoteza wewe na kupoteza fedha zako ambazo unazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamaliza mali zako, utamaliza ng'ombe wako, utamaliza kuku, utamaliza mbuzi. Lakini sikiza nikwambie, uponyaji uko kwa Kristo peke yake. Haleluya. Shtuka.
Leo ni siku yako. Leo ni siku yako ambayo ukiamua tu, ukisema siku zote nimewasikia, siku zote nimekuwa nikishauri moyoni mwangu, nimekuwa nikisikia sauti na niambia, nenda tu pale mbele, nenda ukaombewe, lakini umezidi kuwa mkaidi, lakini umezidi kushupaza shingo yako. Tunakaribia kuondoka. Leo ni siku ya 7. Tunakaribia kuondoka mahali hapa. Hembo usiruhusu tukaondoka hujampata huyu Yesu. Hembo usiruhusu kabla hatujaondoka hujampokea Yesu katika maisha yako. Hakuna mtu mwingine, hakuna Mungu mwingine mwenye upendo kama Mungu wetu huyu ambaye tumemtangaza habari zake. Yesu anasema, kawaambieni, njia ya mbinguni ni nyembamba, ni wachache watakaoiona, ni wachache sana watakaoiona. Kawaambieni habari zangu. Mimi ndio ile njia iliyo nyembamba. Ukimkubali tu Yesu, mtu wa Makangaga, maisha yako yanaenda kubadilika. Unaenda kubadilishiwa maisha. Nenda kokote. Tafuta dini yoyote hapa ulimwenguni. Mtafute mtume na nabii yoyote hapa. Mtafute mganga yoyote. Mtafute mchungaji yoyote. Mtafute shehe yoyote. Hawezi kuyabadilisha maisha yako. Hawezi kukupa maisha mapya. Maisha unayoishi ni mtoto tu. Wewe unaigiza. Biblia imeshasema kwamba kama umeamua kuwa joto, uwe joto tu. Kama umeamua kuwa baridi, uwe baridi tu. Kama umeamua kuwa mchawi, kuwa mchawi Nigeria wakujue. Kuwa mchawi Tanzania ushindikane. Kuwa mchawi kila eneo ushindikane. Hii kuzimu ikakushindwe. Kote ushindikane. Lakini sio kuwa mchawi wa 200 hapa. Sio kuwa mchawi wa Bukujelo. Wakati tuna Yesu aliyezidi vyote. Wakati tuna Yesu aliye juu ya yote. Wakati tuna Yesu aliye juu na yote. Maadamu umeamua kumpokea, ulinzi ni juu yako. Hakikisho la kulindwa zidi ya wachawi, zidi ya mapepo, zidi ya majini, zidi ya vinyankela. Vibwengo vyote haviwezi kukugusa. Wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 17:28, inasema kwamba ndani yake huyo Yesu, yani ndani yake, sema ndani yake, sema ndani yake. Biblia inasema hivi, ndani yake huyu Yesu tunakwenda, ndani yake huyu Yesu tunaishi, ndani yake huyu Yesu tunakuwa na uhai. Adui ajapo anakutana kwanza na huyo mwanaume, anakutana kwanza na kiboko ya wachawi, anakutana kwanza na kiboko ya majini. Haleluya, amen. Ndio maana tuogope. Siku ya kwanza tumekwepo mahali hapa, mtumishi wa Bwana akasimama kutuambia ni kwa namna gani tulimkosea Mungu tulipokuwa katikati ya bustani ya Edeni. Lakini sikiliza nikwambie, siku ya pili mtumishi wa Bwana akasimama akasema, mbinguni hakukutulia kwa sababu ya makosa yangu mimi na wewe. Yesu kwa ajili yangu mimi na wewe. Akarudi mfalme Yesu kwa ajili yangu mimi na wewe. Siku ya tatu mtumishi wa Bwana akasimama akasema, hakuna namna tutaingia mbinguni pasipo kumwamini Yesu. Hakuna namna tutaingia mbinguni pasipo kumkubali Yesu. Hakuna namna tutaingia mbinguni bila kumpokea Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Nilimpenda mtumishi wa jana akatuambia ya kwamba hakuna namna tutamwona Mungu pasipo huyu Yesu. Lakini kuna mwenzangu siku ya leo kwenye maisha haya unayoishi kadanganywa ya kwamba mimi baba yako, mimi babu yako ni mchawi, kijiji kizima kinaniogopa. Usiteteleke mwanangu, wewe kuwa mzima. Sikiliza nikwambie, hakuna namna utakuwa salama bila kumpokea Yesu. Amen. Hakuna namna utakuwa salama bila kumwamini huyu mwanaume Yesu. Hakuna namna utaonekana wa thamani kwenye maisha haya bila kumpokea mwanaume Yesu.
nataka kukwambia na wewe jioni ya leo, Yesu anakupenda. Ndio maana amekuja kwa ajili yako mama, ndio maana amekuja kwa ajili yako baba, ndio maana amekuja kwa ajili yako kijana, ndio maana amekuja kwa ajili yako mzee. Lengo na sumuni, anataka kubadili historia ya maisha yako. Tulikuwa huko, lakini huyu mwanaume Yesu alipoingia maishani mwetu hatukuwa na namna, tunaogopa. Ndio maana leo tumesimama tunakwambia na wewe ya kwamba Yesu anakupenda na anataka badili historia ya maisha yako. Yesu anakupenda, anataka badili mtazamo wa maisha yako. Yesu anakupenda, anataka kubadili namna unaenenda kwenye maisha yako. Tukaambia tambao walikuwa tutusania kwamba maisha yetu yao watakuwa hivi, twendeni tukaambia kwamba waje huku kuna raha, waje huku wale, waje huku kuna kusaza. Nataka nikwambie jioni leo mamangu, nataka nikwambie leo kijana, nataka nikwambie leo baba yangu aliyekaa mahali fulani, hata huyo babu yako unayemwogopa anazijua nguvu za Yesu zilivyo. Hata huyo babu yako unayesema mimi babu atanipiga, wazee wa kwetu ni wakali, wana miungu yao, sikiliza, wanamuelewa mwanaume Yesu. Wanamuelewa huyu mwanaume Yesu. Wanamuelewa huyu mwanaume Yesu. Nataka nikwambie ya kwamba ili maisha yako yawe salama, ni lazima uchague uamuzi wa kusema Yesu, mimi na uchawi hapana, mimi na uganga hapana, mimi na mizimu hapana, mimi lazima niwe wa Yesu. Amen. Lakini jioni leo unajielewa na hizi habari unazisikia mahali popote ulipo, usichelewe kumpokea mwanaume Yesu. Umekaa huko unateseka, utaambiwa huko leo usiku tutaruka, unaenda lakini hujataka. Utaambiwa kesho tutaenda kule lakini hujataka. Utaambiwa kesho tunaenda kuharibu maisha fulani, unamwonea huruma unayemharibia maisha kwa sababu hukutaka. Lakini nataka nikwambie jioni leo, chukua hatua ya kusema nimeitumikia miungu, lakini jioni leo ninakutaka Yesu ubadili maisha yangu. Huyu mwanaume Yesu ni wa ajabu. Tulikuwa huko kwenye koo zetu, lakini tulipokata shauri tukaanza kujiuliza ya kwamba hawa si ndio waliokuwa wanatutishia kwamba hatutaishi, lakini mpaka leo tunadunda, tunatembea, tunamtangaza mwanaume Yesu. Mpaka leo tunadunda, tunamhubiri mwanaume Yesu, lakini mpaka leo tunadunda, tunatembea, tunasema kama si Yesu tusingekuwa salama. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, wapo walionunisia maisha ya watoto wako, wakasema huyu akivuka la 7 tutaona. Tulikuwepo huko ambako walisema hatavuka kidato cha 4, lakini tukavuka. Wakasema hatavuka kidato cha 6, lakini tukavuka. Niko leo tunaipambania degree. Nataka nikwambie na wewe jioni leo, mtoto wako hawezi kuwa bila mwanaume Yesu, hawezi kuwa salama bila mwanaume Yesu. Wale wa Shami hakuna aliyekuwa na wasania ya kwamba watakuwa ni ukombozi, ya kwamba watakuja kusisema ya kwamba twendeni huku kuna raha. Nami nataka nikwambie jioni leo, unayenisikia mahali popote, fanya shauri la kumwamini Yesu. Kata shauri la kumwamini Yesu. Kata shauri la kumwamini Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe mtu wa Makanga. Amen. Tumezisikia habari za Kristo toka jana. Jana tumefundishwa kwamba Yesu Kristo ni nani na alikuja kufanya nini, na siku ya leo tukapewa tena jambo jingine kwamba yeye ni njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ambao unasema moyoni mwako kwamba niko tayari kumpokea huyu Bwana, kumpokea huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nyanyua tu mkono popote pale ulipo. Nyanyua tu mkono. Uko tayari kumpokea Kristo. Unasema Yesu nakuhitaji kwenye maisha yangu. Unasema Yesu nakuhitaji kubadilisha maisha yangu. Unasema Yesu njoo ufanyike njia na kweli katika maisha yangu. Nyosha tu mkono popote ulipo. Nyosha tu mkono, hata usione aibu. Nyosha tu mkono. Unasema Kristo nakuhitaji siku ya leo. Nimechoka maisha ninayoishi. Nimechoka maisha ya dhambi. Hebu nyosha tu mkono popote ulipo. Rima sakataya. Ria baseketelebo sikataya. Popote pale ulipo nyosha mkono. Alafu kwa ujasiri kabisa, huu ni uamuzi, haya ni maisha yako. Kwa ujasiri kabisa, hebu piga hatua moja, njoo mbele. Ulionyosha mkono, wewe njoo tu hapa mbele. Ulionyosha mkono, piga hatua moja, njoo hapa mbele. Karibu mama yangu, karibu dada yangu. Usione aibu, umekwisha kunyosha mkono. Ni uamuzi nzuri, ni uamuzi wa busara ambao unafanya jioni leo. Kumpokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hebu njoo, piga hatua moja. Usione aibu dada yangu. Wewe ulionyosha mkono, njoo tu.
don't withhold your love from us. Arms open wide upon a cross. You give no matter what the cost. Jesus, we see you. All of these worlds your hands have made. A billion stars stretched out in space, but these are just echoes of your grace. Jesus, we see you. You are the generous giver. Your mercy overflows. Your blessing is a river. On and on it goes. You are an endless fountain. You're filling up my life. My heart must sing your praises. Jesus, you be glorified. Be glorified. Generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb, and all who've called